sote chini ya mbingu. Nafsi ni za Mungu, lakini nafsi hazijaingia kwake, zimeingia kwenye mila, kwenye kabila letu. Kilima mahindi kule ilikuwa mimi nakuwa niko binti, mahindi kwako umelima wewe, ukapanda ukaweka mbolea, kiiva uruhusi kuvunja mpaka chifu kwanza aanze kula mahindi. Kwa wako kutu umevunja fine. Umeanzaje kula wewe? Chifu aja. Usionje mgagi, ipatwa tufaini yake mbaya. Siingia kwenye mila. Nasi zikashika. Naone sikia jioni ya leo. Nasi yako imeingia wapi mwanadamu? Yuko mwenye nasi jioni ya leo itafuta. Ukiingia kwa Kristo, yeye ni salama. Anaondoa dhambi, anaondoa magonjwa na vifungo. Mwanadamu anakuwa huru, bali na sheria ya dhambi na mauti Bwana. Yaani mimi nilitekeleza hayo yote, lakini niliishi na laana, niliishi na magonjwa, niliishi na dini nilishika na yenyewe. So huwa zinaingiliana tu. Unaingia nafsi yako kwenye dini, utashika maelekezo ya dini, unayatekeleza kila siku. Uelewe kwamba wewe na sio ya dini, na sio ni ya Mungu. Na ili uweze kuponywa, uwe salama, lazima nafsi yako ingie kwa nani? Kwa Mungu. Utii sheria ya Mungu. Na ili mwanadamu apeleke kwa Mungu, lazima aingie kwa Kristo, ambaye Mungu amemtoa awe sadaka ya kumtoa mwanadamu nafsi yake iliyokuwa imefungwa na vifungo vya mila, desturi, koo na makabila, alipokuwa amefungwa na roho ya dini. Kristo anakutoa kule, anakuingiza kwa Mungu aliyekuumba, ili utie maisha ya Baba, ili utie maagizo ya Mungu Mwokozi, ili utie sheria ya Baba Mwokozi aliyeimile. Anaitwa niko, ambaye niko, hana mwanzo wala mwisho. Alijifanya vyote tunavyoviona tusivyoviona, mpaka viongoa na sisimizi na wewe na mimi. Nafsi yako inatakiwa ingia kwa huyo. Ulikoingia huko ni kwa wanyang'anyi. Injili ya Yohana anasema waliotangulia ni wezi na wanyang'anyi, wala kondoo hawakuwa mali yao. Maana kondoo aliingia mahali ambapo sio pao. Kama nafsi yangu kabla sijaokoka, na mimi niliingia kwenye mila desturi, niliingia kwenye dini, nafsi yangu nikaweka huko. Dini nielekeza mambo mengi nikayashika, lakini dini haina uwezo kuifanya nafsi ya Mungu, nafsi ya mwanadamu ingie kwa Mungu, wala haina uwezo kuondoza wala kumwelekeza mwanadamu juu ya sheria za Mungu aliyemuumba. Yuko mwanaume